Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Mei 2 mwaka 2026, siku ya Jumamosi. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahidi neema kwa wafanyakazi, kuboresha maslahi yao kadri uchumi unavyoimarika, ataka umoja, mshikamano na amani, ajira 12,000 ndani, 7,593 nje za tolewa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zanzibar kicheko, Dr. Mwinyi apandisha mishahara, tangaza ajira 7,000 kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 19. AU yamtaja Rais Samia kinara nishati safi Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kagame Ruto waje kuimarisha uhusiano wa kimkakati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Gharama uchujaji damu figo za shuka kwa kasi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika wadau waeleza athari za viboko shuleni, wataka adhabu chanya. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tufunge mkanda, Rais Samia wataka wafanyakazi kujiandaa na mabadiliko ya kiuchumi duniani, asema serikali imejipanga, matazamio mishahara mipya yawe mwakani. Zanzibar kicheko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema dunia inapitia kipindi kigumu kiuchumi, tuwe tayari kwa mabadiliko. Tukta wamesema mwaka huu tufunge mkanda, mwakani watakuja kudai. Nami nimesema tukichapa kazi na uchumi ukakua, tutakaa kuboresha maslahi ya wafanyakazi wetu. 500,000 kiwango cha kima cha chini cha mshahara Zanzibar kilichopanda kutoka 300,000 ambacho kitaanza kutumika Januari 2027. Kitendawili cha serikali ya umoja wa kitaifa kuteguliwa, haya kuguswa. Habari katika ukurasa wa 3. Kilio cha wabunge wadau juu ya bando. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika vilio, miili ya bibi wajukuu ikiagwa. Habari katika ukurasa wa 6. Ushuhuda uvaaji wa mchuchumio ulivyo hatari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mei Mosi ya maumivu. Rais Samia aeleza sababu za kutopandisha mishahara. Tukta yasema jukumu lao ni kuelimisha wafanyakazi ili kuongeza tija. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na wakisema fedha tunayokusanya tunaelekeza kwenye urekebishaji wa miundombinu iliyoharibika na kulipa madeni ya wafanyakazi na wakandarasi, ili tutakapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Mwabukusi TLS haitaogopa kutetea haki, utawala bora
ndugu yake ikisema tasnia ya uwakili ipo ili kuleta ustahimilivu na uthabiti katika nchi. TLS ina wajibu si tu kwa wanachama bali kwa jamii, serikali na mahakama katika kuhakikisha haki inatendeka, sheria zinaheshimiwa na misingi ya utawala bora inalindwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Nauli mpya zikianza, vuta ni kuvuta abiria wasafirishaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Wadau wataka mabadiliko adhabu ya viboko shuleni, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia kuwapokea Ruto Kagame, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Rais Mwinyi apandisha kima cha mishahara watumishi tabasamu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulegeukia gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia awaahidi neema wafanyakazi, awataka kudumisha amani na umoja tukta ya mvuli ya kofia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mishahara Zanzibar juu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwigulu tuchape kazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mtaka afunguka Rais Samia kutimiza ahadi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mahakama ya amuru aliyeua mkewe kupelekwa Mirembe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maadhimisho Mei Mosi. Dr. Mwinyi awapa kicheko wafanyakazi, atangaza nyongeza mshahara kima cha chini kutoka 300,000 hadi 500,000, habari katika ukurasa wa 2. CAG kuelimisha wadau matumizi fedha za umma, habari katika ukurasa wa 3. Tunathamini mchango wa wafanyakazi Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kuendelea kuwekeza usafiri wa bahari, Dr. Khalid, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Pembe mgeni rasmi tuzo za waandishi wa takwimu za wanawake, habari katika ukurasa wa 8. Dendego awapongeza wadau wa kilimo, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumamosi ya leo, gazeti Mwanaspoti limeandika dabi yenye maswali matano. Ni Jumapili hii Simba dhidi ya Yanga Sports Club saa 12 jioni, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. 12,000 ni idadi ya mashabiki wanaoweza kuingia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo baada ya maboresho yaliyofanyika hivi karibuni. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Habari picha ikimwonyesha Pacome kikabana na Chama. Simba Sports Club nyuma Yanga Sports Club mamilioni. Habari na katika kurasa za ndani. Nyuma ya pazia ujinga wa PSG Bayern jijini Paris, habari katika ukurasa wa 15. Kazi ipo EPL leo ni Arsenal dhidi ya Fulham saa 1:30 usiku. Everton dhidi ya Manchester City saa 4 kamili usiku. Leo Jumamosi mechi zingine ni Brentford dhidi ya West Ham saa 11 jioni. Newcastle United dhidi ya Brighton saa 11 jioni. Wolves dhidi ya Sunderland saa 11 jioni. TPL leo Jumamosi ni Mtibwa Sugar dhidi ya Azam FC saa 10 kamili jioni KMC Complex. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nipashe mwanga wa jamii kwenye ukurasa wake nyuma limeandika majeruhi waitoa hofu Simba Sports Club, Oura Kibabage Kagoma wote wako fiti, huku Yanga wakitamba kurudi kivingine, habari katika ukurasa wa 23. Tanzanite Queens Cameroon kazi ipo, habari katika ukurasa wa 23. Yamal aondolewa kikosi cha Baka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Gazeti Uhuru kweli daima ukurasa wake nyuma habari za michezo limeandika Mwigulu Simba somo la uvumilivu, habari katika ukurasa wa 19. Iran kucheza kombe la dunia 2026. Simba Yanga hakuna kulala, habari katika ukurasa wa 19. Tanzanite Queens kuivaa Cameroon, habari katika ukurasa wa 19. Jennifer Lopez aja kivingine, habari katika ukurasa wa 10. Bonanza CWT Tunduru Lafana, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili la kamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.